Habari kamili. Uvira. Kiongozi wa bunge la watoto pa Uvira ameiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakuu viongozi wa mahali kwa kipekee kuchukua majukumu yao na kujitolea zaidi ili kulinda watoto dhidi ya unyanyasaji na ukiukwaji wa haki zao. Wito huo aliutoa asubuhi ya siku ya kwanza wakati wa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya mtoto wa Afrika, sherehe iliyoandaliwa katika chumba kimoja cha mikutano kunako munispa ya jiji la Uvira. Kwa upande wake, Binti Chirezi Chishugi Francine, watoto wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakutana na hali ngumu sana kutokana na hali ya vita vinavyokumba DR Congo. Wanakumbwa na ubakaji, majeraha ya kisaikolojia, ukosefu wa chakula, kukosa elimu na magonjwa mengine. Hebu tumsikilize kwenye kipaza sauti cha mwandishi wetu Mayani Gotier. Ujumbe kwa watoto ni kuwatakia sikukuu njema kwanza, na vile vile kuwapa moyo ya kwamba yote wanaopitia muda kama nao tunaendelea kuwatetea, na tunajua kama wakuu viongozi wanatusikiliza na watarepondre kuma recommandation zetu na kuma plainte zetu kwa tunawapatia. Tuliweza kuambia kama souffrance ya mtoto kunapitia hii wakati wa mizozo ni responsabilite yao, na angalie vile watakamata responsabilite, na kwamba securite ya mtoto inawaangalia, na mtoto fasi yake haiko fasi ya vita wala barabarani, lakini fasi ya mtoto ni kumasomo na kunyumba, na vile vile kuwapatia chakula, kwa sababu wakati wa mizozo watoto wanakosa chakula na makao na fasi ya kulala. Hizi siku watoto wanapitia shida nyingi sana, tena sana, asa shida ya kutokwenda kumasomo juu wa mingi wako wa déplacer de guerre, na wanakosa chakula na wanakosa fasi ya kulala. Ile ni problem vraiment yenye iko ya nguvu sana wakati wa vita, wakati wa mizozo. Ni sauti yake Binti Chirezi Chishugi Francine, kiongozi wa bunge la watoto mjini Uvira, kama alivyozungumza na mwandishi wetu Mayani Gotier. Utajua ya kwamba pa Uvira siku hii iliandaliwa chini ya uongozi wa ofisi ya jinsia, familia na watoto, chini ya mada Uvira sote kwa pamoja tujiunge kwa kupiganisha unyanyasaji wa haki ya mtoto katika kipindi hichi cha migogoro. Tarehe 16 Juni mwaka 1976 ndipo ilipoanza sherehe hiyo huko Soweto nchini Afrika Kusini. Baadhi ya shule zilizokusanywa ndani ya shirika UEPAC mjini Uvira walipasishwa weekend iliyopita mitihani wa kukagua na kuwahimiza wanafunzi kushiriki vilivyo kwenye mitihani mbalimbali ya ENAFEC na TENASOF mwezi hujao. Mratibu wa kitaifa wa UEPAC Bisheko Birikani Wilwell aliambia redio yako ya kwamba hayo ni katika mpango wao wa kila mwaka kwa kutayarisha wanafunzi wa somo la 6 shule la msingi na wale wa somo la 8 shule la sekondari waende kupambana vizuri kwa mitihani yao ya mwisho wa mwaka. Tulipohojiana naye Bwana Jean Kabika, mratibu wa jimbo wa UEPAC eneo la jimbo ya Kivu ya Kusini ya pili, aliomba wazazi kutumia watoto wao kwenye shule zinazo kusanywa na UEPAC ili watoto wapate elimu bora zaidi. Tumsikilize akiwa kwenye microphone ya mwandishi wetu Mazambi Mpengewa Kulitete. Mtiani tunaprepare ni kuandaa watoto wakati examen national itakuya tu, parce que dans un mois tutakuwa na examen ya ENAFEP na examen TENASOF penye ku prepare juu ya watoto wenye wanamaliza 6e primaire na 8e des humanités. Tuangalie kwanza kama bashakuwa niveau gani ya masomo, na mwa hii mwezi nyingine bakia tuangalie jinsi ya kurekipere mafanyi tutakonstate après correction ya hii mapreve. Inasaidia watoto kwanza kufukuza woga. Kuingia mu centre haiko facile kwa mtoto, parce que banetudier mu classe moja pandai na nevi kuna benzake muli. Wakati anatoka kwa masomo yao anafika mu centre mwenye kuna maikole za mingi, inatosha kwanza woga, kisha inamfaciliter kudemprégner si réalité ya examen national. Ile examen national itakuwa deja habitué na ta répondre facilement. Kwa hiyo tunakonstate ke watoto wengi yuko napita kwa hii mtihani beko natoka na malama za mzuri na wana défendre association. Depuis tufungue association yetu UEPAC ni 6e année tunafanya hii mtihani. En tout cas tunainvite wazazi ba orienter watoto wao kwa maekole za UEPAC ni za mingi Uvira, tutaweza kuwaisite yote saa hii mutume watoto kwa maekole za UEPAC, tuko na encadrement za mzuri na mtakuwa desi. Vizuizi vyaondolewa kwenye barabara ya taifa namba 5 kutoka Uvira kwenda Fizi tangu hiyo jana
Kwa oda yake kamanda mzalendo Rene Itongwa, hayo ni kwa kurahisishia raia kusafiri kwa amani na usalama kwenye eneo hilo, ajulisha hivyo kamanda huyo katika mahojiano na chumba chetu cha habari. Ila anajulisha kuwa kumebaki vizuizi 6 tu kwa ajili ya kuendesha uchunguzi wa watu ili kudumisha usalama na kusaka wale wanaoweza kujipenyeza, ajulisha hivyo duru yetu. Na kwenye vizuizi hivyo hakuna atakayeshurutishwa kutoa pesa. Fuateni hapa masemi yake kamanda Rene Itongwa kuhusu jambo hilo. Hali kwa sasa naona hali ni sawa, kwa sababu watu wote walitii amri ambayo tulitoa kwa ajili ya kutoa vizuizi, na kulingana sana hali ya usalama wa nchi, gisi watu wote wanajua adui kumlango hapa Mwa Plateau, Katogota na kuendelea fasi zingine, adui kunaendelea kujinfiltre. Tuliacha bariere umwe 6, Makobola bariere moya, Lweba, Malinde na kuendelea hadi Lulimba umwe bariere 6, na hizo bariere ziko hapo. Mission ni ya kukontrole, kufanya checking kwa passager ni watu wanapita. Kwa hiyo tutahitaji vraiment raia ielewe, kwa sababu hali haiko nzuri kuhusu mambo ya usalama. Na kwa hizo vizuizi hawatoze pesa nije? Vizuizi vilikuwa vya kutoza pesa, alafu vizuizi ambavyo tuliacha ni vizuizi ambavyo haviko vya kutosha pesa, ni vizuizi vya kufanya checking. Assurance ambayo tunapatia population, ya kwanza wajisikie uhuru kutembea bila mashaka, na wakati wanafika kwenye bariere wajue kontrole iko, na ni lazima waheshimu, kwa sababu kila mtu ni mshakiwa, na ni lazima wakubali kufanya hiyo kontrole. Yule ambaye mwenye iko na nchi iko vibaya, wanaona kama mtu ambaye aliongoza nchi leo ni adui, na wako wanafanya mademarshe zao za kila aina, ila tunarasire raia kama adui hata ingiaka hapa. Saa gisi tulibambiaka mbele kama adui hata ingiaka hapa. Ni sauti yake kamanda Rene Itongwa, naibu wa pili wa William Amuri ya Kutumba. Vigogo wa Uvira wanasifu sana kazi zilizoendeshwa naye meya wa mji wa Uvira kwa kufunika mashimo yaliyokuwa yanajitokeza tayari kwenye barabara ya lami kutokea Mnara au Munima hadi kwenye kampuni ya kutengeneza pamba Estagriko. Mmoja wao Bitingikingwa Misaliko Christian, akiwa pia mwenyekiti wa Asonamok, shirika linalo wakusanya waendesha vyombo vya usafiri barabarani, alisema kuzibwa kwa mashimo hayo kutapunguza ajali zilizokuwa tayari zikijitokeza na ambazo mojawapo zimewahua waendesha pikipiki na abiria wao siku zilizopita. Tumsikilize akitoa shukrani yake, pia akiwahonya waendesha pikipiki kushika sheria za barabara muda mfupi uliopita, wakati wa mahojiano na mwandishi wetu Mazambi Mpenge wa Kumtiki. Mimi namshukuru kwanza meya, na mimi nampatia vraiment un coup de chapeau. Nikwesha mobiliser à peu près de 20 personnes kwa kutengeneza bule mashimo, lakini ona kama vile meya wa mji ananisaidia ile pesa yangu, nataka niuze hata kiato na nguo ya mzuri. Nilikwesa tayarisha saki 5 za ilikuwa ni njia, ilikwesa tutia mashakani. Accident yote ilikuwa nafanyika mwele barabara, watu kufu. Tuko na maexample ilipita hapa kwa Excellence Bitakwira, vingine pale kwa eta majora la polisi. Ni maaksida za watu kufu. Tu montari alikuwa fa kitoka kumaendeleo, mwingine anatoka kumulongwe, eko na kwepa bulo mashimo wakikutanana ni puu, ni watu kufa. Na ile ilikuwa na isa tuletea vraiment asira. Wa montare wangu wanafikiria ku maaksida ya kifo ajili ya mambo ya kufunika umashimu kama vile 12. Ninawakonseye nyinyi wepeke wa montari, nyinyi njo mko na jua bure. Unakokota moto, inakukubali unaibeba, inaenda kukurusha kule, unalumia sura yote unavunjika, wanakubeba mu hospitali general, unapiga miezi 6 uko na sufrire. Aloro ile moto yenye ulikuwa na beba silibomoka, bosi atakamata tu ile moto anauzie kopiesi, inarudia kuwa moto. Meweye mwili yako sasa uko na bibi batoto na unapanga nyumba, batoto banasoma banakula kila siku, migulu ilivunjika, sura yote inabomoka. Sasa uniambie ni nani mwenyewe unakomesha? Uko na chunga na apre kutoka mule pesa unapanda motari wewe client, avo upandishe mugulu umunuse kwanza usikie kama nanuka pombe. Uko na droit ya kumwangalia kama nalewa, acho sipandele moto, na kama halewi mwambie motari nitembeze na utaratibu.
Bitingingwa Misaliko Christian kama alivyojiwa na Mazambi Mpengewa kulitete. Vuguvugu la kiraia MCLA laendesha utetezi kwa faida ya raia wa Uvira kwa viongozi wa kitaifa mjini Kinshasa. Hayo ni sababu ya kuwepo mjini Kinshasa kwa mratibu wa vuguvugu hilo mjini Kinshasa tangu wiki iliyopita. Alphonse Mfariji ajulisha kuwa kuwepo kwake mjini Kinshasa kumefanya wao kusimika mratibu makamu wa vuguvugu lao katika mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kuanzishwa kwa kampeni ya kitaifa ya kampeni iitwayo Jukumu la Kila Mmoja. Mwandishi wetu Gayuse Shabilepa muda mfupi uliopita ametafutana na Alphonse Mfariji kujua kuhusu ziara yake pa Kinshasa, naye ameanza kwa kusema haingekuwa tu bora kupeleka malalamiko ya raia kutokana na shida ambazo tunakuwa nazo Sud Kivu na Est nzima ziishie kwa wakuu viongozi ambao wanapatikana Uvira hizo Sud Kivu. Ilikuwa bora kwetu kukuja Kinshasa kuona wakuu viongozi ambao wanakuwa na maamuzi ya haraka kutokana na shida ambazo tunakuwa nazo. Ila kuachana na ile kupeleka shida za raia kwa wakuu viongozi, tuliona ya kwamba osi tuprofite kuweka vuguvugu letu la kiraia mu niveau national, na ndiwapo tuliprofite kufanya seremoni yetu leo dimanche tariki 15 kunamo komine ya Kitambo, kuinstale muratibu kitaifa makamu ambaye atakuwa chini yangu, na pia lancer ma activité zetu mu niveau national. Na l'occasion tuliwenda lancer kampeni yetu ya kusimiza raia wote wa Kongo kuelewa ya kwamba anakuwa na kazi ya kufanya juu ya usalama ya hii nchi, juu ya amani ya hii nchi, juu ya umoja wa taifa wa hii nchi. Iyo ndio sauti ya Alphonse Mfariji, mratibu na kiongozi wa MCLA, alipojiwa na mwandishi wetu Gayuse Shabilepa. Habari mpya iliyopo mezani hapa ni Jumatatu hii Juni 16, mapigano makali yameripotiwa kati ya waasi wa M23 na muungano wa CMC katika milima ya Bumbasha na Bunkuba kwenye kilomita 10 na mji wa Mweso, halmashauri ya Bunkombo, sultani wa Bwito, tarafani Ruchuru, mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Risasi zilianza kusikika tangu saa 12 asubuhi hadi saa 3, huko shughuli nyingi zikibweteka. Kinshasa. Mwendesha mashtaka mkuu wa korti kuu Firmin Mvonde Mambo ameamua kupiga marufuku waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba kutoka nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa safari yoyote ile. Uamuzi huo umekuja baada ya bunge la taifa kuamua hiyo jana Jumapili Juni 15 kutaka Mutamba kufuatiliwa kisheria. Jumatatu hii Juni 16, mwendesha mashtaka mkuu ametoa barua aliyoandikia mkurugenzi mkuu wa idara ya uhamiaji kuchunguza mipaka yote na kona zote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili Constant Mutamba asiponyoke. Firmin Mvondo amesema uamuzi huo ni kwa mujibu wa kipengele cha 83 mstari wake wa kwanza wa katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye namba 13/010 ya Februari 19 mwaka wa 2013. Equateur. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema leo kuwa matokeo ya muda ya ajali ya maji ya Juni tarehe 11 ni ya watu 48 waliokufa na 107 ambao bado kuonekana ndani ya ziwa Ntumba. Watu 46 ndio waliookolewa kwa mujibu wa ripoti ya Jumapili jana iliyotolewa na Wizara ya Usalama na Mambo ya Ndani. Zilikuwa boti 3 zilizozama pembezoni mwa kijiji kinachoitwa Bikoro kipatikanacho mkoa wa Equateur kutokana na upepo mkali uliovuma. Wakati huo huo, watu wengine 29 waripotiwa kufariki kutokana na mvua kali ilionyesha katika mji mkuu wa Kinshasa usiku wa tarehe 13 kucha 14 mwezi huu wa Juni. Wilaya za Ngaliema, Masina, Lemba, Matete ndizo zilizoathirika zaidi. Tukikamilisha taarifa hii ya habari huko Kinshasa ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepata Jumamosi ndege 2 mpya toka mikononi mwa naibu waziri mkuu na waziri wa usalama na wapiganaji wa zamani Guy Kambombo Mwandiamvita. Ndege hizo ni miongoni mwa ndege 4 zilizokuwa zimepangwa kupewa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuwasaidia katika vita dhidi ya waasi wa M23.